Habari za wakati huu, mtazamaji na msikilizaji wa Hope Channel Tanzania. Nipende kukaribisha tena katika makala maalum kutoka Jimbo la Kati mwa Tanzania. Ninayekukaribisha ni mimi naitwa Eliesa Kimweri, msimulizi na mwandaji wa makala haya. Na siku ya leo tutajikita katika makala ya siku ya watafuta njia duniani. Nikusitue sote mpaka tamati ya makala haya. Mianzo ya chama cha watafuta njia ulimwenguni katika kanisa la Adventista wa Sabato hasa ni mwaka 1879, wakati vijana wawili wa kiume, Luther Warren mwenye umri wa miaka 14 pamoja na Harry Fena akiwa na umri wa miaka 17, walipokuwa wanazungumza juu ya mwenendo wa kanisa lao huko Michigan, wakaona ni vyema kuwa na chama cha kuunganisha vijana pamoja katika kanisa lao. Na kabla ya kutengana, walitafuta mahali faragha, wakapiga magoti na kuombea wazo hilo kwa Mungu. Jumuiya hii ikaanza kama kundi la vijana 5 mpaka 6. Wakaweka maadhimio ikiwa ni pamoja na makatazo waliokuwa wamejiwekea, ambayo ni kama vile matumizi ya pombe, kahawa, nguruwe na kadhalika. Kufika mwaka 1907, chama kilitambuliwa rasmi na kanisa la Adventista wa Sabato ulimwenguni, na mkutano wa kwanza ukafanyika Ohio na kuhudhuriwa na watu 200. Kikapendekezwa kuitwa jina la Missionary Volunteers, kwa maana ya MV. Mwaka 1928 ndipo jina hasa la watafuta njia ama Pathfinder likaanza kutumika. Wakati Arthur Spalding alipokuwa akisimulia kisa cha John Chaz, aliyekuwa mwanajeshi mwadventista wa Marekani, alipoongoza misafara 5 kuelekea Amerika ya Magharibi na kupewa jina la utani Pathfinder ama mtafuta njia. Kisa hiki kiliwavutia vijana wengi waliokuwa katika mkutano huu, na mwaka 1950 General Conference ama makao makuu ya kanisa la Adventista wa Sabato ulimwenguni lilipitisha rasmi kuanzishwa kwa chama cha Pathfinder, chama cha watafuta njia, kikihusisha wavulana pamoja na wasichana. Mwaka huu chama hiki kimetimiza miaka 75, kikihusisha vijana wa umri wa miaka 10 hadi 15. Mwaka huu 2025 kanisa limesherehekea siku hii kwa kauli mbiu ama moto usemao watafuta njia wenye kusudi. Mkurugenzi wa chama cha watafuta njia kwa kanisa la Adventista wa Sabato Dodoma Kati, Bwana William Tungalaja, akatueleza umuhimu wa chama hichi kwa kanisa na kwa jamii kwa ujumla. Katika chama hiki cha watafuta njia, labda uweze kufahamu mtafuta njia ni nani. Mtafuta njia ni kijana ama mtoto wa miaka 10 mpaka 15. Watafuta njia hawa wamegawanyika. Kundi la kwanza ni kundi la miaka 10 mpaka 12, na kundi la pili ni miaka 13 mpaka 15. Faida zipo nyingi sana za kuweza kuwepo katika chama hiki cha watafuta njia, na hivyo tunaweza tukakuhamasisha wewe mzazi ama kijana mdogo wa chama cha watafuta njia uweze kujiunga katika chama hiki kizuri ndani ya kanisa. Labda kwa kwanza niweze kuambia tu habari njema ni hii: kwa nini chama hiki kimeanzishwa ndani ya kanisa hili la Waadventista wa Sabato. Saikolojia ya mwanadamu inaanza kuanzia miaka 0 mpaka 9 na miaka 10 mpaka 15 na kuendelea. Mtoto huyu katika miaka 10 mpaka 15, saikolojia yake inakuwa inamuandaa mtoto kutafuta njia ya maisha yake yote. Anapokosea katika umri huu, basi anakuwa amekosea kwa miaka yake yote ambayo atakuwa anaishi katika dunia. Hivyo basi kanisa limeandaa mpango huu wa chama cha watafuta njia kwa ajili ya kumsaidia mtoto huyu mzuri wa miaka 10 mpaka 15 aweze kujiandaa kuchagua njia yake ya maisha. Ukihitaji mtoto wako aweze kuwa mcha Mungu, ni wakati sahihi zaidi katika kumwandaa kuwa mcha Mungu. Na siku hii ya chama cha watafuta njia
inakuwa inasaidia kanisa, inasaidia mtoto huyu mdogo kuweza kuwa na kumbukumbu njema ya kwamba moja, kanisa linampenda, lakini mbili, Mungu ndiye mtawala wake, anampenda, lakini tatu, kanisa linamjali zaidi kwa maana ya kumwandalia na kumpatia siku ya pekee ya kukumbukwa kwake yeye ndani ya kanisa. Hivyo basi tumekuwa na kauli mbiu za mara kwa mara, kila mwaka tumekuwa na kauli mbiu mpya. Kwa mwaka huu tunasema ya kwamba mtafuta njia mwenye kusudi, kwa maana mtafuta njia yupo kwa ajili ya Yesu, anasimama kwa ajili ya Yesu kuongoza wengine kutoka dhambini na kuongoza katika utumishi. Hivyo basi kauli mbiu hii imekuwa ikimuandaa na kumuamsha, kumpatia hali mpya mtafuta njia aweze kukumbuka kusudi lake la kuwa katika chama cha watafuta njia. Mwalimu Augustini Mgonya ambaye hufundisha vijana hawa katika kanisa hili kila wakati, anaeleza umuhimu wa kuwa na kusudi kama ambavyo moto mwaka huu umeongoza katika chama hicho, huku akikazia katika kusudi la chama hicho na kinavyosaidia watoto kujitegemea. Kila mwaka chama cha watafuta njia kinapotimiza miaka kadhaa, tunakuwa na ujumbe au kauli mbiu ya mwaka huo. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema watafuta njia wenye kusudi. Watafuta njia wenye kusudi ni kauli mbiu ambayo imekuwa ikituongoza watafuta njia wote duniani kuwa sisi ni wenye kusudi maalum katika dunia. Na kwa kusudi hilo ni kwa kila mtafuta njia, ni kusudi ambalo linamuongoza kila mtafuta njia kutimiza kusudi ambalo ameitiwa katika ulimwengu huu na katika kazi yake. Kusudi la chama cha watafuta njia ni kuongoa kutoka dhambini na kuendesha katika utumishi. Tunawasaidia watoto kwanza kujitambua wapo katika chama cha watafuta njia kwa kusudi gani. Wakishatambua wako katika chama cha watafuta njia kwa kusudi gani, hiyo inawasaidia wao kujitolea na kuwa na maisha kujitolea, na pia wanakuwa wanajua kwamba wako duniani kwa sababu ya kusudi fulani. Mfano, mtoto unapokuwa ukimlea katika chama hichi cha watafuta njia, anakuwa na uwezo wa kujitegemea yeye kama yeye. Kijana wa miaka 11 Brighton Obura ambaye yupo darasa la mwenzi kati ya madarasa 6 ya chama hicho, anaeleza furaha yake ya kuwa ndani ya chama cha watafuta njia. Unaitwa nani hapa? Kwa majina naitwa Brighton John Makobura, ni mwanafunzi wa darasa la mwenzi na umri wa miaka 11. Katika hili darasa la mwenzi nimejifunza mambo mengi sana. Walimu wangu amenifundisha na nimeelewa. Kati ya nishani nilizojifunza sana na kuzielewa ni nishani ya mbwa, ambayo nishani ya mbwa imenisaidia kujua aina ya mbwa. Sio kwamba mbwa akipita mtaani kwetu tunaanza tu kumtaja mbwa, bali kujua na majina halisi ya mbwa. Na pia imenisaidia pia na shuleni, rafiki zangu wakawa hawajui naweza kuwaelezea kwa Kiingereza. Na pia natoa wito kwa wazazi kwamba waweze kuwaingiza wanafunzi wao katika chama cha watafuta njia, kwa sababu chama cha watafuta njia kitaendelea kuwasaidia kuendelea kujitegemea na kujua mambo mengi kuhusu viumbe hai na mambo ya kiroho katika kanisa. Kijana huyu akatuelezea nishani 2 anazozipenda, moja ikiwa ni nishani ya mbwa na nyota, na jinsi zinavyomsaidia katika maisha yake ya kila siku. Napenda nishani ya mbwa na nishani ya nyota. Nishani ya mbwa ni mnyama wa kawaida kama wanaopita pale mtaani kwetu. Mbwa anatembea kwa miguu yake, ana meno 42. Kuna aina nyingi za mbwa. Kuna mbwa anaitwa mbwa mwitu au kwa Kiingereza tunamuita the grey wolf, ambaye huyu mbwa ni kama wale mbwa wa kanisani, mbwa wa mitaani wanaopita. Na hao mbwa wanapatikana Amerika ya Kaskazini na Mashariki ya Kati. Wanakaribia kutoweka kwa sababu ya uwindaji haramu. Mbwa mwingine ni German Shepherd, ni mbwa jasiri, anaweza kuongoza kipofu.
anasaidia polisi kuegesha, anasaidia polisi kujua mabomu ambayo yameegeshwa sehemu. Ni mbwa jasiri sana. Mbwa mwingine ni bulldog. Huyo mbwa ngozi yake imeshonana, anatisha sana, anaweza kukwea miti na ni mkali sana. Kuhusu nishani ya nyota, nyota ni kama jua na nyota ambazo tunazonaga usiku. Lakini pia nyota kama ukitaka kufika kwenye nyota inatumia kama utaka, yani kutoka hapa duniani mpaka kwenye nyota ni kama muda ambao utatumia ni muda mwingi sana, ambao inatokana kama na miaka bilioni 3 au zaidi. Kuna majina ya nyota kama wanasayansi walivyokuwa wakitoa. Kuna nyota ya Scorpion, kuna nyota ya Mwindaji, kuna nyota zingine nyingi kabisa. Kwa hiyo hivyo ndo vitu vingi sana nilivyojifunza katika chama cha watafuta njia. Binti Arabella Nyaki ambaye amehitimisha darasa la miaka 11 akielekea darasa la miaka 12 anaeleza makubwa aliyojifunza katika darasa hilo, sambamba na kupata ujuzi mpya wa utafsiri wa lugha za alama, huku akitambua umuhimu wa hiking pamoja na alama zake. Nikiwa na miaka 11 na nikiwa nipo kwenye darasa la mwezi, leo nikihitimisha darasa la mwezi, siku ya watafuta njia, siku yenye furaha. Ni kadri mwaka ulivyokuwa unaenda, nimejifunza mambo mbalimbali, ila kitu kilichonifurahisha sana ni lugha za alama, nishani ya lugha za alama. Imenisaidia kuongea na bubu, viziwi, na hata leo nimekuwa ni mhubiri mwenza nikiwa yani mkalimani. Kwa hiyo take part kama mhubiri mwenza na nimewahubiria viziwi na bubu wote wenye mahitaji maalum na ambao wanatumia lugha za alama kwa ajili ya kuzungumza. Kwa hiyo imenifurahisha sana, maana inasaidia watu wengine na sio mimi tu, hainifaidishi mimi tu na hata watu wengine. Kwa hiyo ningependa vijana wenzangu waweze kujifunza nishani hii, na wale ambao hawajawahi kujiunga kwenye chama cha watafuta njia waweze kujiunga kwenye chama hiki, maana itawasaidia maishani kimwili, kiroho na kiakili. Kwa kweli maisha Pathfinder unahitaji kujifunza kujitegemea, maana ukiwa AC wavumbuzi unasaidiwa na walimu, wazazi, kila kitu unasaidiwa. Ila ukiwa mtafuta njia lazima utajifunza kujitegemea kupitia ukienda kambini. Kwa hiyo kuna vitu mbalimbali ambavyo utahitaji kufanya kama hiking. Mimi nilikuwa najua tu kwamba mnaenda mnapanda mlima mnashuka, hamna kitu maalum, lakini kiukweli kuna vitu vingi vya kujifunza kwenye hiking na ni msaada mkubwa sana, maana hata ukipotea unaweza ukajua nini cha kufanya ukiwa mwenyewe. Kijana mdogo wa darasa la wavumbuzi mwenye umri wa miaka 9, Caleb Kitigan, yeye akaonyesha shauku yake ya kujiunga na chama hicho, huku akieleza namna alivyojifunza mambo mengi katika chama cha wavumbuzi. Na nataka kuingia Pathfinder mwakani. Vitu ambavyo nataka kujifunza ni nishani ambazo zitanivutia kama nishani ya nyota na zingine nyingi. Kwa kweli nimeshuhudia leo Pathfinder ni chama kizuri, lakini unapoingia Pathfinder ni lazima uwe umeshajua kujitegemea, lakini pia lazima uwe umeshajua kujidhibiti mwenyewe, kwa sababu unapoingia Pathfinder kuna makambi mengi sana unatakiwa uhudhurie. Kwa hiyo kwenye hayo makambi hauwezi ukaenda na mzazi wako, natakiwa uende mwenyewe kujifunza kujitegemea, lakini pia utajifunza vitu vingi ambavyo vitakusaidia maishani mwako. Unapoingia Pathfinder lazima uwe unajua unatakiwa ujue kuandika na kusoma sentensi mbalimbali, lakini pia atakiwa uwe umeshajua kuwaongoza wadogo zako kadri wanavyozidi kukua. Hapa tunajifunza Biblia
Pathfinder tunajifunza Biblia, ambayo hii Biblia itakwenda kukusaidia maishani mwako baadaye. Na vitu utakavyojifunza Pathfinder haviwezi kukupeleka kwenye shida yoyote. Vinakujenga kuwa na familia bora na watoto bora, ambapo itakusaidia kuvutiwa na watoto wako. Baada ya kujifunza adventure, nimependa tuzo ya usalama barabarani, ambapo hapo ukiwa barabarani, kabla ya kuvuka barabara, unatakiwa uwe unahakikisha kuwa hakuna gari ambalo linapita barabarani. Lakini pia unatakiwa uhakikishe kuwa sehemu unayovukia ni salama zaidi. Lakini pia kwenye barabara mara nyingi huaga kuna taa hizi zitakusaidia kwa ajili ya maisha yako. Mfano, kuna taa nyekundu. Taa nyekundu, hii taa ni bora, ambayo inaweza kukusaidia kusimama. Itakusaidia kusimama wakati magari yanaendelea kuvuka. Unapokuwa unavuka barabara, lazima umeshaangalia kushoto ama kulia. Hii taa nyekundu itakusaidia kusimama ili kuweka usalama wako zaidi. Taa nyingine ni taa ya njano. Taa ya njano hii inakusaidia kuwa tayari ama kusimama ambapo taa nyekundu inakaribia kubonyezwa. Hii taa ya njano itakusaidia kuwa tayari kama tulivyojifunza. Taa ya kijani itakusaidia kuwa na utayari wa kuendesha gari lako ama kuvuka. Unapokuwa unapita barabarani, lazima uwe makini sana, kwa sababu muda mwingine kuna magari mengine yanakuwa yanaendeshwa kwa kasi kubwa. Kwa hiyo nakusisitiza uwe makini zaidi. Mmoja wa wazazi kanisani hapo, Julie Baraza, akaeleza furaha yake namna watoto wanavyoshiriki katika vyama hivyo na jinsi vinavyowasaidia watoto kuwa watu wema katika jamii. Ninafurahi kuwa nanyi kwa siku ya leo, lakini nimefurahi sana kwa sababu ya siku hii ya leo ya watafuta njia duniani. Watoto nimewaona jinsi ambavyo wanafurahia siku hii, lakini jinsi ambavyo idara hii ya huduma za vijana na vyama vyao vimewabadilisha ili waweze kuwa watu wema katika jamii, lakini hasa kuandaliwa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Ninashukuru kwamba watoto wetu hapa Dodoma Kati wanajihusisha kwa asilimia kubwa. Watoto ni wengi, lakini wengi wako kwenye vyama. Lakini pia nawashukuru wazazi wenzangu, kwa sababu wazazi wengi wanawaachia watoto kuja kujifunza, lakini sio tu kuwaruhusu. Watoto wengi wana sare, hakuna watoto ambao wamepungukiwa vifaa. Yani tunawashukuru sana wazazi kwa namna ambavyo wanajihusisha katika kuhakikisha kwamba watoto wao wako vizuri na wanahudhuria vipindi hivi ambavyo kila walimu wanapoita watoto wanakuja, wanajitokeza, wanakuja kujifunza. Umuhimu kwanza ni kwamba watoto wanatambua kwamba siku hii ni siku yao ya kutoa huduma pia kwa watoto wengine, lakini pia inawakutanisha kwa pamoja. Watoto wanafurahi. Watoto kwanza wanafurahia sana hata kuvaa hizi nguo na kujihusisha kwenye gwaride. Watoto wanakuwa na afya njema, lakini sana sana afya ya kiakili. Mgambi Tagaya, mmoja wa walimu, yeye akatoa wito kwa wazazi kuleta watoto wao katika chama cha watafuta njia pamoja na kuwashonea sare za chama hicho. Jambo hili litawasaidia kukua vizuri kimalezi katika kanisa, lakini katika jamii.
Ikiwa ni siku ya watafuta njia ulimwenguni, mimi kama mwalimu wa watafuta njia na mwalimu wa wavumbuzi, napenda kuwasihi wazazi. Chama hiki ni kizuri sana, lakini pia kinatusaidia katika malezi sisi wazazi. Tunawalea watoto katika kumjua Mungu, katika maadili wanayopaswa kuwa nayo katika maisha yao, lakini kuwa na hofu ya Mungu. Lakini zaidi ya yote, wanatusaidia kuwa na hekima na busara katika safari yao ya ukuaji hapa duniani. Lakini zaidi ya yote, wazazi, ninawasihi kutuletea watoto kila Jumapili. Huwa tunashinda na wakati mwingine tunaishia saa 6. Lakini kubwa kuliko, tunaomba support yenu katika kuwashonea watoto uniform full. Karibuni tufurahie siku ya watafuta njia duniani. Mzee Wallace Lusingu, kijana mtafuta njia wa zamani, yeye akatoa mawaidha kwa watafuta njia wa sasa kuwa wakakamavu na kuacha kubweteka, ili waweze kufikia umri alionao kwa sasa wakiwa bado wakakamavu kama alivyo yeye. Kumwinua Yesu unataka nguvu nyingi sana. Unataka discipline, unataka upendo, unataka kutoa misaada, unataka taaluma. Maana watafuta njia wote kikubwa ni kutafuta taaluma yao wenyewe. Sisi zamani mnasikiza Pathfinder, tulikuwa hatuendi kwenye makambi na wapishi. Narudia tena, hatuendi kambini. Mimi sikwenda kambini na mpishi, wala sikwenda na kibiriti. Kwa hiyo tulijifunza kuwasha moto bila kutumia kibiriti. Kwanza kibiriti ilikuwa hakuna. Tulijifunza kupika wenyewe, yaani kujitegemea. Pathfinder bado tumenuna. Yaani tulikuwa tumejifunza kila kitu, kwa hiyo tukawa tuko hodari kwa chochote. Kwa maana nyingine, tulipokuwa tunatoka kwenye makambi kurudi nyumbani, wote tulikuwa wakakamavu. Sasa niombe wazazi tuko hapa ambao tunawajua Pathfinder, tusiwadekeze. Kila wanapokuja kanisani wanachofundishwa na wakufunzi wao, wakirudi nyumbani waongezeni tumefundishwa nini. Mimi ni waombe wakufunzi waniite kwa muda wao, ili tuweze kuwatrimu hawa, tuweze kuwaelekeza jinsi ya kutembea ili wawe wakakamavu kuwafikia umri wao. Amen. Sio mchezo kufikia umri huu ni ukakamavu. Ukiweteka tu huwezi kufikia hapo. Na huwezi kufikia vile vile katika umri wangu kama hukumnyanyua Yesu juu. Bwana Yesu asifiwe. Ni matumaini yangu umebarikiwa na makala ya siku ya leo kutoka kanda ya kati ya Dodoma. Kwa wakati wote huo ulikuwa na mimi naitwa Eliesa Kimweri, msimulizi na mwandaaji wa makala haya. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki. Asifiwe mwenye uweza wote, aliyetuumba sisi, vitu vyote avitegemeza kwake. Haleluya, haleluya, sifu, sifu, haleluya, haleluya, tuwe tumhimidi, tumtangaze
kote mataifa yapate kujua uweza wake ulivyo mkuu, astahili kusifiwa milele na milele. Haleluya, haleluya, sifu, sifu, haleluya, haleluya, tutangaze ulimwenguni kote mataifa yapate kujua uweza wake ulivyo mkuu, astahili kusifiwa milele na milele. Kila chenye uhai kimsifu, baharini, angani na nchi kavu, bila yeye haviwezi kuwepo kamwe. Haleluya, haleluya, sifu, sifu, haleluya, haleluya, tutangaze ulimwenguni kote mataifa yapate kujua uweza wake ulivyo mkuu, astahili kusifiwa milele na milele. Haleluya, haleluya, sifu, sifu, haleluya, haleluya, tutangaze ulimwenguni kote mataifa yapate kujua uweza wake ulivyo mkuu, astahili kusifiwa milele na milele. Haleluya, haleluya, sifu, sifu, haleluya, haleluya, tutangaze ulimwenguni kote mataifa yapate kujua uweza wake ulivyo mkuu, astahili kusifiwa milele na milele. Haleluya, haleluya, sifu, sifu, haleluya, haleluya, tutangaze ulimwenguni kote mataifa